Biblia inasema, e Bwana, wewe umungu, Isaya 25, wewe umungu wangu, nitakutukuza na kulihimidi jina lako, kwa kuwa umetenda mambo ya ajabu, mashauri ya kale kwa uaminifu na kweli. Kwa sababu umefanya mji kuwa ni chungu, mji wenye boma kuwa ni magofu, jumba la wageni kuwa si mji, hautajengwa tena milele. Hebu sema jumba la wageni kuwa si mji. Sema hilo jumba la wageni halitajengwa tena. Kwa hiyo watu walio hodari watakutukuza, na mji wa mataifa watishao utakuogopa. Maana umekuwa ngome ya maskini, ngome ya mhitaji katika dhiki yake, mahali pa kukimbilia wakati wa tufani, kivuli wakati wa hari, wakati wa uvumapo upepo watu watishao kama dhoruba ipigayo ukuta. Kama vile hari katika mahali pakavu, utaushusha mshindo wa wageni. Wageni maana yake ni waovu au watenda mabaya. Kusikia wageni hapo, haina maana ya wageni kama mimi niliyekuja hapa kutoka Morogoro. Bwana Yesu asifiwe. Wageni ni wale watu wasiomcha Mungu, wale maadui zako. Sasa kama vile hali katika mahali pakavu, utaushusha mshindo wa wageni, kama ilivyo hali kwa kivuli cha wingu, wimbo wao watishao utashushwa. Na katika mlima huu, hebu sema katika mlima huu, Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai. Hebu sema na katika mlima huu unaoitwa Betheli. Sema katika mlima huu wa Betheli, Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote wanaokuja hapa Arusha na wanaoishi Arusha. Sema Mungu atawafanyia katika mlima huu wa Betheli karamu. Sema sherehe ya vinono, sherehe ya divai iliyokaa juu ya urojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojo wake, iliyochujwa sana. Naye katika mlima huu atauharibu. Sema katika mlima huu atauharibu uso wa stara iliyowekwa juu ya watu wote. Sema kila aina ya kivuli cha uharibifu juu ya watu kitaondolewa. Sema kitaharibiwa, na ule utaji uliokuwa umetandwa juu ya Arusha, sema huo utaji wa kishetani utaondolewa. Sema amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zao, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Hebu sema Yesu amemeza mauti hata milele. Sema kila mauti imemezwa. Sema kila roho ya mauti imemezwa. Sema na kila machozi. Sema na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa. Sema kuanzia leo aibu ya watu wa Mungu itaondolewa, maana Bwana amanena hayo. Sema katika siku hiyo ambayo Bwana anaondoa aibu, tazama. Sema katika siku hiyo watasema watu wa Betheli, tazama huyu ndiye Mungu wetu. Sema anayefuta machozi ndiye Mungu wetu, anayeleta mambo mema ndiye Mungu wetu, anayeinua watu ndiye Mungu wetu, anayewapiga watesi ndiye Mungu wetu. Sema huyu ndiye Mungu wetu tuliye mngoja atusaidie
Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake, kwa maana mkono wa Bwana utatulia katika mlima huu, na Moabu atakanyagwa chini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hilo ndio neno la Bwana. Umeelewa vizuri? Kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na ule mstari, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 ule mstari wa 14 mpaka 15. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14 mpaka 15. Tunaongea wote maneno haya. Sema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Hebu sema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, sema twajua kwamba tunacho, sema tunayo yale tuliyoyaomba. Bwana Yesu asifiwe. Tumeanza Jumatatu wiki hii kukutana hapa, na leo ni Ijumaa. Moja ya kitu ambacho nataka kusema kwa dakika kama 4 tu, alafu tuingie kwenye maombi. Nataka tuombe zaidi, tuombe kinabii kuanzia kwenye ile Isaya 25 ambayo tulitoka hapo, lakini nataka niseme maneno haya. Moja ya jambo ambalo limewazuilia wengi mema ya Mungu ni kuamini. Hebu sema kuamini. Sema tena kuamini. Umekuwa ukiomba, lakini jiulize swali moja. Swala la kupokea kutoka kwa Mungu ni lazima uamini. Kuamini hakutakuwa hiari. Kuamini kunakuwa lazima, na kama hauwezi kuamini, maana yake hauwezi kupokea. Neno la Mungu linavyosema ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Neno la Mungu linakuwa halisi wakati limepokelewa kama lilivyo, na mtu ameliamini kama lilivyo, pasipo mashaka yoyote, pasipo hofu yoyote. Naomba jifunze jambo moja. Jifunze kubadilika. Mimi ukiniuliza, moja ya kitu ambacho ningeweza kukushauri, bahati nzuri mwezi wa 8 unaanza na mimi nikiwa niko Arusha. Namaliza ratiba hii tarehe 2. Swali ni hili: Jumatatu utakuwepo hapa kwenye maombi? Sasa kinacholeta matokeo kwa sisi wengine, mimi siwi hivyo kwa sababu niko Betheli, ndivyo nilivyo. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe.
Yaani maana yake mimi ningekuwa mshirika hapa kanisani, awepo mgeni asiwepo mgeni, yaani nikishapokea kitu mtu amekileta na bakia nacho hivyo hivyo, sibadiliki. Hiyo ndio inayoleta matokeo. Yaani ukiamshwa ukaamka usilale. Ulishawahi kuonaga wale, sisi tulikuwaga na kaka yetu mmoja mvivu. Nini mvivu? Yaani ukienda ukamuamsha anaitika hata mara 3. Sawa? Unaitwa na baba, nimekusikia. Nasema nimekusikia. Sasa wewe geuka hivi. Ukibaki dakika 2 usikia na koroma. Sasa huyo si nilimwambia? Si nilimwambia kwamba unarudi unauliza na baba, we mbona hatoki? Kaamka kweli? Rudi. Unarudi tena. Ukija tena unaambia we, si nimekwambia hivi, kwani uliingia huku? Jamani, si nilikuja nimekugusa kabisa, nimekugonga hivi. Mimi uliniita Yaani hakikisha amenyanyuka, mnaongozana. Ukimwacha hajatoka kitandani, ukigeuka tu utatumwa tena mara 3. Unaweza tena ukiitia mlangoni ukaita, we akiitika, yaani ile kama asubuhi saa 12 unaitwa, yaani alisema lakini ukisema unaitwa utashangaa haitiki, na kama haitiki ameshalala tena. Yaani alikuwa na ule usingizi. Halafu nikashangaa ile ikamfanya akawa mvivu hivi. Sasa maisha ya imani, ili uwe unasogea unaenda mbele, kila unachokipokea kinachokusogeza, unatakiwa usirudi ulikotoka. Unatakiwa uende mbele, usirudi tena ulikotoka. Hivi ngoja niwaulize kitu kimoja. Kwa mfano, kama unapata neema, unapata nauli ya kuweza kuja hapa, hivi ukija ukaondoka, hausikii kama umekuwa unaanza siku vizuri? Haugundui hicho kitu? Halo? Kwa mfano, ngoja mimi niwape mfano. Tukianza tarehe 1, halafu kajipa nadhiri na kwamba Mungu utanipatia nauli, mimi sitakosa morning glory za mwezi wa 8 zote. Na uweke malengo kwamba ninafanya hivyo, nataka jambo 1, 2 libadilike, au yale yote ambayo kwenye mwezi wa nenda niliyoyapokea yote. Yaani rudi, kama umesahau, rudi kwenye akaunti yetu sijui ya kanisa, karibu kila kitu kiko pale. Yaani wewe rudi kaangalie mtumishi alisema nini, alisema itakuwaje, halafu simamia tu hayo maneno, simamia tu. Halafu weka, nataka jambo 1, 2, 3 libadilike. Hayo mambo yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi waga nikianza Januari wanadhamiriaga, labda huwa naweza nikasema mwaka huu na siku 360 labda na 1 au 362, sitakula mchana siku 200. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda ambao ningekula nitautumia kuomba. Kwa nilianzaga na siku 90, 120, 150. Kwa hiyo sio napungua. Kwa mpaka nije nifike miaka 5 ijayo, nafikiri nitakuta ninapiga sasa zote 360. Kwa hiyo sipungui, napanda kwenda juu. Sasa hiyo ndio imenipa matokeo.
Lakini pia huwa nawaambia watu, ukitaka kukua kiroho na kuona mabadiliko, hakikisha kila siku una saa moja la kuomba. Ukikosa muda asubuhi, yani akisha dakika 60 zimeisha, yani hiyo ni kianzio cha kidogo sana. Rudi nyumbani, kama ukupata muda mchana usilale, tafuta saa moja, halafu omba, na uwe na malengo. Unaomba kwa malengo, kwamba kuna mambo unataka yatokee yanayohusu. Ukitaka ufanikiwe, hakikisha anza na kanisa unalosali, anza na kazi ya Mungu, halafu njoo kwenye halafu yanayofuatia yawe mambo yako ya kiroho. Hivi ukikaa ukitulia, ujiulize, Yesu akirudi naenda hivi, na udhaifu gani? Halafu yani jiweke, Mungu anapendezwa na kweli iliyoko moyoni. Mwambie Mungu kabisa, unajua mimi hiki bado kinanipigaga chenga, napambana nacho. Sawa Mungu nipe ushindi kwa hiki kitu. Lakini je, hakuna hataka karama kokote kaina yote unakokatamani uwe nako? Hakuna kakipako tu unatamani uwe, yani hakuna hali ya kimungu wewe unatamani? Kwani kwa nini wewe una macho ya kiroho tu yanayoona kweli, yani ile wazi unaona? Kwani kwa nini usiwe na neema fulani, yani unapata hela alafu unatoa kweli kweli? Si ndio unaomba hiyo neema? Ndio unaiomba tu. Yaani mimi niwe mkarimu, yaani mimi kwenye nyumba ya Mungu niwe nahudumia tu vitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kijana wangu alipomaliza wa pili, alipomaliza chuo pale Ardhi, kazi yake ya kwanza ameanza kufanya TANROADS pale Njombe. Alianzia Mafinga, alafu akawa anapangiwa kazi nyingine Njombe huko, akawa kabidhiwa huko, alikuwa anajenga madaraja na barabara. Sasa akiwa kule, alipoanza tu ile kazi yake ya kwanza, akawa paka Mafinga, kulikuwa na barabara zinajengwa zinaenda sijui kuna wapi wanacheza viwanda huko, sina vitu gani huko, ziko chini ya TANROADS. Sasa nikamwambia, wewe umetoka tu chuoni, umepata ajira na umeaminika, mpaka na Land Cruiser umepewa. Umeelewa vizuri? Yaani umetoka umepewa mpaka na gari. Yaani neema Mungu imekufanya umeingia tu, unatoka chuoni, umeenda umeaminika, unakabidhiwa site, yani uko hapo na nyumba mpaka na gari. Baba, namshukuru Mungu, jana nilikabidhiwa gari Land Cruiser. Kwa hiyo naendeshwa na driver na wakati mimi najiendesha mwenyewe. Lakini moja ya kitu nilimwambia ni uaminifu. Hakikisha kwamba kinachotakiwa kuwekwa, yani material ndio kuwekwa hapo, iwe ni daraja, kiwe ni hicho kizimo cha $100,000. Sasa nikamwambia, haya, unasali wapi? Maana nilimwelekeza kwa wachungaji pale Mafinga na huko Njombe kuna mahali fulani, Makambako kuna mahali fulani. Nikamwambia ukifika hapo, akasema basi ngoja nianze kuabudu hapa Mafinga uliponielekeza. Nikasema haya, umeshapata hiyo kazi, unafanya nini kanisani? Achana na zaka. Sasa nikamwambia, naomba nenda kamwambie mchungaji, wakati miradi iko hapo, nafanya kazi miradi hapo, wewe utalipa bili za umeme zote na utalipa bili za maji zote kwanza kanisani. Yaani wasitumie hela ya kanisa kuchukua sadaka wakalipa. Hakisha wewe ndio unaweka umeme wa kutosha. Kama kwa uwezo unatumia umeme wa shilingi ngapi, weka huo umeme hapo. Kwa hiyo alifanya ile kazi kama miezi 5 mingapi pale Mafinga, ule mradi ukaisha na Makambako, mradi wa pale ukakaa pale. Na akafanya vizuri. Akasema kuna malipo, nimeambiwa nitalipwa hapa kiacha ya kawaida haya. Mradi umekaguliwa, umeenda vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema unapohama kwenda sehemu nyingine, hakikisha hapo kanisani ulipokuwepo umeacha alama. Na nikasema mimi sitaki uniambie kwamba umepewa shilingi ngapi, lakini nataka uache alama. Mchungaji alitupigia simu, anaongea mpaka analia. Huyu mtoto jamani ndo kaanza kazi muda sio mrefu, mbona ameacha hela nyingi sana hapa? Kama mchungaji zipokee hata usipate shida. Sababu tangu akiwa mdogo yuko darasa la 3 au la 4 nilisema atakuwa engineer
na atakuwa injinia tajiri. Sasa injinia tajiri hauji hivi hivi. Sisi siri yetu ni madhabahu. Ni nini? Ni madhabahu. Hiyo ndio siri yetu. Ni madhabahu. Sasa unajua unapoomba lazima Mungu atangulie. Yaani kwenye mawazo yako lazima Mungu afanye nini? Atangulie. Sasa mimi nakuomba sana, tunapokwenda kutamka haya maneno ya kinabii. Nimekwambia leo mimi sema fundi haya maneno ya kinabii. Jana tulikuwa tunaomba juu ya kusikia sauti ya Mungu. Natamani urudie yale maombi na uombe mpaka uanze kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Sasa hapa kanisani, naomba tena ushike haya maneno yangu. Nimekuwa nikija na nakumbuka ninachoongeaga. Mimi naandika. Yaani mimi kwa mfano hapa ni toka nimeanza kuja Betheli, kila kitu nilichoongea Betheli nimeandika. Iwe morning glory, mimi ndo ninavyoishi namna hiyo. Mimi naishigi na madaftari. Yaani kila kitu najua kwamba leo tulifanya hivi. Kwa hata nikiondoka nikianza kurudi hivi najua nilipokuepo mwaka jana Betheli asubuhi ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Sasa shika haya maneno. Hii kazi hapa ya Mungu Betheli, muda wa kuwa hivi umeisha. Kwa hiyo naomba wale wazee wangu, muda wa kuwa hivi umeisha. Naomba mshike haya maneno yangu. Mna muda mfupi sana na naomba mtembee na hilo wingu. Muda wa kuwa hivi umefanya nini? Umeisha. Hatupasi kumaliza mwaka kutoka leo tunavyoongea hatujaanza project. Na chochote ambacho mmekuwa mkikitamani na baba amekuwa akikitamani mtakipata. Chochote mkitamani mtakipata. Kwa habari ya hili eneo kupanua mipaka, yani hicho mnacho tayari mmeshapewa. Kwa shika hayo maneno yangu. Kwa tunapaswa kutoka hapa. Lakini maisha yako hayatakiwi kuwa yalivyokuwa. Naomba ujue zile siku 3 nilikwambia umuhimu wa nguvu za Mungu kwenye mikono yako. Na tayari wote tulioomba nao mikono yako haiko kama ilivyokuwa. Utakayotia mkono kuyafanya na ambayo huaga unayafanya yataanza kukupa matokeo. Shika hilo neno. Yatakupa matokeo. Yaani kuna shuhuda nyingi sana zitaambatana na watu. Watu watafanikiwa sana na watu watatendewa mema sana. Tunakwenda kuomba. Naomba usimame. Sasa nitatumia Isaya. Hapo ndio maombi yetu tu. Na haya ni maneno ya kinabii. Haya ni maneno ya kinabii. Inua mikono yako. Sema Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa asubuhi ya leo, asubuhi ya baraka, asubuhi ya neema, asubuhi ya ushindi, asubuhi ya ushuhuda. Ninakupa sifa, ninakupa shukurani, ninakupa utukufu, ninakupa heshima, ninakupa adhama. Asante kwa neema yako. Asante kwa siku njema ya asubuhi ya leo. Bwana wa rehema, umekuwa nasi, umetulinda tangu Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Umetupa neema ya uaminifu, nguvu ambayo imetusaidia kuingia kila siku mahali hapa tangu Jumatatu hata siku ya leo. Bwana, nipe moyo huo, nipe nia hiyo, niwezeshe nisirudi nyuma. Kila siku asubuhi niingie nyumbani mwako, nikuabudu wewe katika siku 5 za juma. Bwana, niwe miongoni mwa watu wenye mzigo na wenye moyo wa kuingia nyumbani mwako. Asubuhi ya leo tunakushukuru wewe kwa uhai, kwa afya, kwa amani, kwa neema. Asubuhi ya leo
tumekuja kwako tena, tumekufanyia ibada, wewe Mungu uliye hai. Na sasa Bwana, tunakuinulia mikono yetu, tunaomba ututakase kwa damu ya Yesu. Mawazo yetu yatakaswe, mioyo yetu itakaswe, miili yetu itakaswe kwa damu ya Yesu. Mahali hapa patakaswe kwa damu ya Yesu, na mji wa Arusha utakaswe kwa ajili yetu kwa damu ya Yesu. Uponywe mji wa Arusha kwa ajili yangu. Mji huu wa Arusha uwe baraka kwangu, uwe baraka kwangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Niyaone mema yatokayo katika ardhi ya Arusha kwa damu ya Yesu. Leo hii tunayafuta yote yaliyopangwa na shetani kwa siku hii ya leo, yale mambo ya kuzimu yaliyopangwa na shetani, ratiba za wachawi, ratiba za mapepo, ratiba za shetani juu ya maisha yetu, tunazifuta zote kwa damu ya Yesu. Tunaharibu leo kila mpango wa shetani juu ya kanisa hili, juu ya watu wa kanisa hili kwa jina la Yesu aliye hai. Chochote ambacho shetani anapanga kwa mmoja wetu ndani ya kanisa, kuanzia mchungaji, kiongozi, wasaidizi, wazee wa kanisa, familia zao, maisha yao, afya zao, uhai wao, kazi zao, mipango ya shetani tunaivunja kwa jina la Yesu aliye hai. Chochote ambacho shetani anapanga juu ya familia zetu, juu ya ndoa zetu, juu ya vijana wetu, juu ya mabinti zetu, tunavunja hiyo mipango kwa jina la Yesu. Chochote ambacho shetani anapanga juu ya kazi zetu, juu ya malengo yetu, kwa jina la Yesu tunavunja. Kwa jina la Yesu tunavunja ile mitego yote ya shetani, mitego ya mauti, mitego ya uharibifu. Kwa jina la Yesu, haribika, vunjika. Leo hii tunaharibu utawala wa shetani kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu. Mtandao wa shetani hapa Arusha leo tunausambaratisha kwa jina la Yesu aliye hai. Kila roho ya kuzimu na yaliyopangwa kuzimu juu ya Arusha, juu ya maisha yetu, juu ya kanisa letu, yote tunayaharibu kwa jina la Yesu. Yaliyopangwa na shetani juu ya watoto wetu, yote tunayaharibu kwa jina la Yesu aliye hai. Tunaharibu leo mipango ya shetani juu ya TAG taifa, TAG nchi nzima kwa jina la Yesu aliye hai. Yote ambayo kuzimu inaratibu juu ya kanisa tunayaharibu yote kwa jina la Yesu. Yote yanayoratibiwa na shetani juu ya taifa la Tanzania tunayaharibu yote kwa jina la Yesu aliye hai. Chochote, jambo lolote lililo baya, lililo ovu, jambo lolote lililoandaliwa na kuzimu na shetani na wanadamu wawazao mabaya, hicho kilichoandaliwa juu ya maisha yangu, juu ya kanisa la Bwana, juu ya familia yangu, juu ya kazi zangu, leo ninaharibu kwa jina la Yesu. Mitego yote imevunjika. Roho za mauti kwenye familia, ndani ya watu wa kanisa hili pamoja na familia zao, tunakamata roho ya mauti, tunakataa roho ya mauti. Misiba ya kila wiki, misiba inayofuruliza, tunaamuru inyamaze, tunaamuru inyamaze. Roho ya mauti nyamaza kwa jina la Yesu. Roho ya mauti nyamaza, nyamaza, maana imeandikwa, amemeza mauti, amemeza mauti, amemeza mauti. Leo tunatangaza mauti imemezwa kwa jina la Yesu aliye hai. Kila roho ya mauti nyamaza kimya kwa jina la Yesu aliye hai. Roho za mauti nyamaza kimya kwa jina la Yesu, nyamaza kimya kwa jina la Yesu. Baba, asubuhi ya leo tuko mbele zako. Bwana, wewe umungu wangu, nitakutukuza na kulihimidi jina lako. Asubuhi ya leo wewe ni Mungu wangu, ninakutukuza, ninalihimidi jina lako, kwa kuwa umetenda
mambo ya ajabu. Bwana, umetenda mambo ya ajabu. Ninakiri umetenda mambo ya ajabu kwa mwezi huu wote, mwezi wa nenda, mwezi wa Julai, umetenda mambo ya ajabu. Bwana, na kutukuza, umetenda mambo ya ajabu, hata yale ambayo bado sijayaona kwenye maisha yangu. Asubuhi ya leo na kutukuza, umetenda mambo ya ajabu, umetenda mambo ya ajabu kwa uaminifu wako na kweli yako, kwa sababu umefanya mji wa adui, mji wa adui, ngome ya adui, ngome ya adui imekuwa magofu. Jumba la wageni limekuwa si kitu. Bwana, jumba la wageni halitajengwa tena milele. Utawala wa shetani kwenye familia yangu, kwenye maisha yangu, hautajengwa tena milele. Kilichotupinga kwa miaka mingi, kutuzuia tusipanuke kwenda kushoto, kwenda kulia, kwenda nyuma, kwenda mbele, kilichokuwa kinazuia hakitatuzuia. Kimeanguka milele, kimeanguka milele. Wale walio hodari leo hii tunakutukuza, maana mji wa mataifa watishao utakuogopa, maana umekuwa ngome ya masikini, umekuwa ngome ya mhitaji katika dhiki yake, mahali pa kukimbilia wakati wa tufani. Bwana, wewe ni Mungu. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo niko mbele zako, ninakuamini wewe kwa maneno haya. Katika mlima huu, Bwana wa majeshi, utatufanyia na utawafanyia mataifa yote karamu, utawafanyia watu wote wokovu. Leo tunatangaza kwenye mlima huu unaoitwa Betheli, Arusha yote itafanyiwa karamu, itafanyiwa karamu. Mahali hapa Bwana anaandaa sherehe ya kuleta mji mahali hapa. Tunayapokea haya maneno, tunatangaza wewe Betheli ni mlima wa Bwana, na mahali hapa Bwana Mungu atatufanyia karamu, atatufanyia miujiza, baraka, wokovu wa watu wote wakaao kwenye mji huu. Mahali hapa kuna maelfu na maelfu ya watu wataokolewa. Mahali hapa kuna maelfu na maelfu ya watu watainuliwa, watabarikiwa, watainuliwa, wataponywa, watabarikiwa. Mahali hapa tunatangaza Bwana wa majeshi anatufanyia karamu ya vitu vizuri, karamu ya vitu vinene, ya vitu vinono, kwa jina la Yesu. Leo hii Baba, tunatamka leo maneno ya imani kutoka kwenye madhabahu hii. Mabinti wataolewa kutoka kwenye madhabahu hii katika jina la Yesu. Kuanzia leo matasa watazaa kutoka kwenye madhabahu hii. Kuanzia leo maskini watainuliwa kutoka kwenye madhabahu hii. Kuanzia leo wagonjwa watapona, magonjwa yatawaachia kutoka kwenye madhabahu hii. Kuanzia leo watu wanyonge watakuwa wenye nguvu, watu wanyonge watakuwa mashujaa kutoka kwenye madhabahu hii. Mashujaa wanainuliwa, watu wakuu wanainuliwa, watu wenye vyeo wanainuliwa, watu wenye neema wanainuliwa kutoka kwenye madhabahu hii. Matajiri wakubwa kwenye mji huu wataabudu hapa na watatokea hapa. Waliokuwa masikini watamiliki mji huu kwa jina la Yesu aliye hai.
kutoka kwenye madhabahu hii injili itahubiriwa kwa viwango vya ajabu katika taifa la Tanzania. Sema leo natabiri kwa jina la Bwana, kutoka kwenye mlima huu kuna magari na majukwaa ya kisasa ya injili yanayotembea huko na huko, yameandikwa Betheri, 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 Betheri. Magari makubwa yamebeba vyombo, yanasafiri mikoa na mikoa, yanapeleka injili, yameandikwa Betheri. TAG Kijenge, leo natabiri kwa jina la Bwana wa majeshi, mahali hapa ni miongoni mwa makanisa yaliyo tajiri yenye miradi mikubwa kwenye mji huu. Mahoteli ya kuweka wageni wa kimataifa yatajengwa na madhabahu hii kwa jina la Yesu. Leo natabiri kila aliye hapa amebarikiwa, kila aliye hapa amebarikiwa, 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 amebarikiwa. Juu ya mlima huu Bwana anaandaa, juu ya mlima huu Bwana anatenda, juu ya mlima huu Bwana anatenda. Sema kila stara, kila stara, kila ngome imeanguka juu ya mlima huu. Kila ngome kwenye mji huu, kwenye maisha ya watu wa Arusha, watu wa Arusha, watu wa Arusha, ngome yoyote iliyowaonea imeondolewa juu yao kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo katika mlima huu Bwana wa majeshi atauharibu uso wa stara iliyowekwa juu ya watu wote, juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya Arusha na shetani na wachawi na roho za kuzimu, roho za miungu, utaondolewa kuanzia leo. Bwana wa majeshi Yesu mwenyewe amemeza mauti hata milele. Mauti ya maono imemezwa, mauti ya kiroho imemezwa, mauti ya magonjwa imemezwa, mauti ya uchumi imemezwa, imemezwa hata milele. Na kuanzia leo Bwana mwenyewe atafuta kila machozi katika nyuso zetu, Bwana, na aibu ya watu wako umeiondoa, umeiondoa. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, ninaomba futa machozi yangu, futa machozi yangu, machozi yoyote niliyo nayo yaondoe Bwana. Machozi ya uchumi, machozi yoyote yaliyo kwetu yaondoe. Tenda jambo ambalo linaondoa machozi. Ondoa aibu yangu, ondoa aibu yangu. Mahali popote kuna aibu, kuna machozi, futa machozi, ondoa aibu, futa machozi yangu, ondoa aibu yangu. Hebu nenda mwambie Bwana afute machozi yako, aondoe aibu yako. Mwambie Bwana kila mauti imezwe, kila mauti imezwe, kila jambo lisilofaa limezwe. Mwambie Bwana afuta machozi yangu, ondoa aibu yangu. Yamkini una aibu, biashara zako zina aibu, kuna aibu kwenye ndoa yako, kuna aibu kwenye maisha yako. Rapa yanda raba reketekete, rapa yanda reketeke, karapayanda rapayanda. Mwambie Bwana ondoa aibu yangu, ondoa aibu yangu. Yesu ondoa aibu yangu, Yesu ondoa aibu yangu. Yesu futa machozi yangu. Kuna mambo tumelia kwa muda mrefu, kanisa limeomba, kanisa limelia, wamama wamelia, wababa wamelia. Yako mambo ambayo Bwana ukiyaondoa machozi yanaondoka. Yako mambo ambayo Bwana ukiyatenda aibu inaondoka. Aibu iondoke. Picha ninayoiona, ninaona Bwana unaofuta machozi. Wako wadada wanalia,
wako wamama wanalia, wako mabinti wanalia, futa machozi yao. Bwana wape kile wanachokiomba. Ondoa aibu ya kutokuolewa, ondoa aibu ya umasikini, ondoa aibu ya maisha magumu, ondoa aibu, ondoa aibu, ondoa aibu, aibu ya magonjwa, aibu ya magonjwa, aibu ya magonjwa. Bwana futa machozi. Wako watu wanalia, wako vitandani. Wewe ni baba, wewe ni baba, wewe ni baba. Futa machozi ya mtumishi wako, mchungaji wetu, kiongozi, baba yetu mahali hapa, yale amekuwa akilia tangu ujana wake juu ya Betheri. Bwana, Bwana ukatendelea, 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 ukatendelea. Bwana tenda, Yesu tenda, Baba tenda, Yawe tenda, Yawe tenda, Yawe tenda, Yawe tenda, Yawe tenda, katika jina la Yesu. Sema amen. Inua mikono yako, sema kwa jina la Yesu, leo natamka chochote kiliniliza, Bwana amekiondoa. Sitalia tena, maana majibu yamepatikana, ushindi umepatikana, mlango umefunguliwa. Sitalia tena. Kuna kitu kimeniliza kwa miaka mingi, sitalia tena, na ile aibu imeondolewa. Sikia wewe uliyeniaibisha, Bwana ameiondoa hiyo aibu juu ya maisha yangu. Sikia wewe uliyenitoa machozi, Bwana amekuondoa. Sitalia tena, sitalia tena, sitalia tena, maana Bwana amenena hayo kwamba machozi yetu yamefutwa na aibu yetu imeondolewa. Asubuhi ya leo ninatangaza, moyo wangu sikia neno la Bwana, moyo wangu sikia neno la Bwana. Katika siku hii wewe utasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Leo natangaza, Mungu huyu anayeinua ndiye tuliyemngoja, yule Mungu ambaye nilimngoja kwa miaka mingi. Majira yamefika, nitamuona uso kwa uso, akinibariki, akiniinua, akinitetea, na kinywa changu kitanena, huyu ndiye, huyu ndiye tuliyemngoja, Mungu wetu tuliyemngoja atusaidie. Ameshafika. Huyu ndiye Bwana. Betheri ilimngoja, ameshakuja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Leo tunashangilia, leo tunafurahia wokovu wake. Leo tunashangilia, leo tunafurahia. Wokovu umekuja, uamsho umekuja, baraka zimekuja, neema imekuja, neema zimekuja, baraka zimekuja, neema imekuja, neema imekuja. Leo hii nainua mikono yangu, namshangilia Bwana, maana amekuja, amenishika mkono, anatiisha mataifa, analegeza viuno vya wafalme. Bwana amekuja, Bwana amekuja, Bwana amekuja, Bwana amekuja. Hebu sema nimebarikiwa. Bwana amekuja. Betheri umebarikiwa, Bwana amekuja. Wewe Betheri mdogo kamwe, katikati ya watu wa Arusha, katikati ya taifa la Tanzania, Bwana tuliyemngoja amekuja. Kwa yatima amekuja, kwa wafanyabiashara amekuja, kwa wafanyakazi amekuja. Pigia makofi, amekuja. Nasema amekuja. Kwenye ndoa amekuja, kwenye matatizo yetu amekuja, kwa wagonjwa amekuja, kwa matasa amekuja, kwa wasioolewa amekuja, waliotafuta neema amekuja, 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 amekuja. Bwana amekuja, Bwana amekuja, Bwana amekuja, Bwana amekuja,
Bwana amekuja. Na tamka tena, oh asante, Bwana amekuja, Bwana amekuja, Bwana amekuja. Aokoaye amekuja, atendaye ishara na maajabu amekuja, anayeinua watu amekuja, amekuja, anayepanua mipaka amekuja, amekuja, anayekuza kanisa amekuja. Rapayanda rapapapa, atamka amekuja. Sema Bwana umekuja, sitaria tena. Bwana umekuja, nitashangilia. Bwana umekuja. Rapayanda, naona karamu, naona ndoa, naona send off nyingi sana, naona watu wanajenga, naona watu wanashuhudia, naona watu wanaleta sadaka, naona watu wanatoa kwa Bwana, naona uamsho, naona mvua ya Roho Mtakatifu. Bwana amekuja, amekuja, amekuja. Furaha imerejea, huzuni imeondoka, kicheko kimekuja, shangwe imekuja, amani imerejea kwenye ndoa, amani imerejea, uchungu umeondoka. Hatutainama tena, hatutalia tena, hatutaonewa tena. Umekuja. Haleluya. Rapayanda reketeke rapayanda. Kwenye biashara zetu amekuja, ainuaye wanyonge amekuja, atendaye mambo ya ajabu amekuja. Pokea amani, pokea furaha. Nira imeanguka, ngome zimeanguka, kuta zimeanguka. Azuiaye amekanyagwa, azuiaye ameshindwa. Rapayande rikarapapapa. Asante Yesu, asante Baba, asante Baba, asante Baba. Rikarapa rapapapa. Jesus, hallelujah. Rakatanana reketekete rapapapa rakatekete rapapapa rakatatata. Naona mkono wa Bwana umetulia mahali hapa. Rikarapa, enda kunena kwa lugha dakika moja. Rapayanda rapapapa. Naona watu wanabarikiwa, watu wametia nguvu, watu sio wanyonge tena. Rapayanda rekete, wasiookoka wanaokolewa kwenye familia zetu. Rapapapa. Naona nuru, naona mwanga mkubwa, naona nuru ya ajabu. Hey! Rapapa reketete rikarapapa rakatete rikarapapa rikapataya rakatekete. Yaliyoshindikana miaka mingi rikare yamewezekana. Rikapata, yaliyozuiliwa yameachiliwa, madirisha yamefunguliwa, mbingu zimewekwa wazi kwenye ardhi ya Arusha, kwenye anga la Betheri. Umebarikiwa, mbingu zimefunguka juu yako. Nenda ukafanikiwe, nenda ukainuliwe, nenda ukapate heshima, nenda ukaone kibali. Rikarapa, umepona mama. Hakuna ugonjwa tena, hakuna laana tena, hakuna maonezi tena. Payasaka rikarapapa rekete kesa rapayanda rekete. Inua mikono yako, sema na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu chochote sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Na kwa kama atusikia, basi tunazo zile haja tulizomuomba. Baba yangu, jina lako limetukuka na jina lako litukuzwe leo. Falme wako uje leo, penzi yako yatimizwe leo, yatendeke leo hapa duniani kama yalivyo mbinguni. Bwana, leo ufalme wa shetani umeanguka na ufalme wako umeinuliwa. Ufalme wako Yesu umeinuliwa. Yesu anatawala, Yesu anatawala Arusha, Yesu anatawala Betheri, Yesu anatawala watoto wetu, kazi zetu, Yesu anatawala. Mkono wa Bwana wenye kuinua, wenye kubariki, unatawala, unatawala, unatawala. Baba, asubuhi ya leo tunapoiendea siku hii, tulinde na yule mwovu, tuokoe na mabaya
kwani ufalme ni wako na nguvu na utukufu tangu sasa na hata milele yote, na hata milele yote, na hata milele yote. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Pokea sifa, pokea shukurani, pokea utukufu, pokea Bwana. Umekuja, 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 umebarikiwa. Nuru ya Bwana iko juu yako. Naiona nuru. Mashariki ni kwetu, magharibi ni kwetu, kaskazini ni kwetu, na kusini ni kwetu. Tumebarikiwa, umebarikiwa. Malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili mataifa wapate kukuletea utajiri. Pokea hiyo neema. Umebarikiwa, ukubarike, ufanikiwe katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie Bwana kwa makofi. Baba, tunashukuru sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa neno la wakati, na umekuja kwa wakati kwa kweli. Basi naomba tuketi kwa dakika chache ukiwa na chukua matoleo yako unapokwenda kumtolea Bwana. Ukimtolea Bwana usiondoke, utaenda kuketi kwenye kiti, alafu mchungaji wetu kiongozi atakuja hapa mbele kwa ajili ya kututakia baraka za Bwana na kutuombea pia tunapoondoka. Basi naomba shika sadaka yako sasa ili tuombe kwa ajili ya kumtolea Bwana. Baba, katika jina la Yesu, ni wakati mwingine tena ambao tunakwenda kunyoosha mikono yetu kukutolea wewe. Ninawaombea watumishi wako na kila mkono ambao unakwenda kunyooshwa katika madhabahu hii. Neema yako ikawe pamoja nao. Zaidi sana ukabariki watumishi wako hawa. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, na watu wote tuseme amen. Karibu kwa ajili ya kumtolea Bwana. Namshukuru Mungu, haleluya, namshukuru Mungu, amen, amen. 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 Amenibariki Mungu wangu, haleluya, nakushukuru Mungu, amen, amen. Namshukuru Mungu, haleluya, namshukuru Mungu, amen, amen. Ametenda mambo ya ajabu, Mungu wa miungu, sifa zote zirudi kwake, amen, amen. Namshukuru Mungu, haleluya, namshukuru Mungu, amen, amen. Namshukuru Mungu wangu, haleluya, namshukuru Mungu, amen, amen. Namshukuru Mungu, haleluya, namshukuru Mungu, amen, amen. Haleluya. Tumekuwepo hapa wiki yote hii na Bwana hakika amemwezesha mtumishi wake, na bila shaka huduma yake imeweka alama kwenye maisha yako, nikitegemea utakuwa na muombea. Na wakati mwingine Mungu akisema nawe kwa habari ya kumuunga mkono kwenye huduma yake, fanya hivyo, kwa sababu tunapopata mtumishi wa Mungu kama huyu, tunaunganishwa pamoja na huduma yake kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Ametubariki kwa baraka zote. Lakini kabla ya kuondoka, na leo ni siku ya mwisho katika wiki hii, hebu tushikane wawili wawili,
na wewe umbariki ndugu yako, mwambie ndugu yangu, Bwana akubariki. Mtumishi wa Mungu ametubariki na mimi nakubariki. Baraka zote ambazo umepokea wiki hii zikawe ni sehemu ya maisha yako. Tumepewa mwanzo mpya. Kila nguvu iliyokuseta, kilichosimama mbele yako kimeondolewa. Tumepata siku ya ajabu, ni mwanzo mpya. Mbariki ndugu yako. Tumepewa kubarikiana. Mtumishi wa Mungu ametubariki. Tamka, mtamkie mema. Mwambie jinsi ambavyo ngome kwake zimeanguka. Mwambie kilichosimama mbele yake kimeondolewa. Mwambie kuna mwanzo mpya. Mwambie laana imeondoka, mlango mpya umefunguka. Hebu mbariki ndugu yako, mbariki. Baba, tunabarikiana. Roho Mtakatifu, watoto wako wanapobariki na kubarikiana, Bwana bariki, Bwana bariki, Bwana bariki. Unganisha watu wako, unganisha Betheli hii Baba. Kubariki huku kutulete pamoja, kubariki huku kondoe masengenyo, kubariki huku ondoe matengano, kubariki huku ondoe chuki, kubariki huku kulete upendo, kulete amani, kulete furaha, kulete mafanikio. Mbariki ndugu yako Baba. Asante kwa baraka hizi. Tunakushukuru mno Mungu wetu, tunakushukuru Mungu wa milele. Asante kwa wiki hii ya ajabu mno. Asante kwa mtumishi wako, asante kwa mafunuo uliompa. Oh Mungu wa ajabu, hakika umetenda mambo yasiyowezekana kwetu kupitia kinywa cha mtumishi wako, na ndipo sasa tunalibariki kanisa lako. Tunapobarikiana kanisa zima linabarikiwa. Napombariki ndugu yangu, hakika hata mimi nabarikiwa. Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru. Haleluya, 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 haleluya. Tunaponyosha mikono mbele za Bwana, tunapokwenda kuhitimisha, hebu tuseme kwa pamoja: Mungu Baba, heshima na utukufu na enzi na mamlaka na baraka ni vyako wewe peke yako, sasa na hata milele, kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Bwana akupe siku njema. Bwana akupe siku ya ushindi iliyojaa neema tele, kwa jina la Yesu. Amina. Mm-hmm.